Taarifa ya masikitiko kutoka kwenye vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii inaeleza kuwa MC Pilipili, mshereheshaji maarufu nchini Tanzania, mchekeshaji, lakini vile vile yeye mwenyewe alikuwa anajiita kuhani, amefariki dunia jioni ya leo akiwa pale jijini Dodoma. Mchekeshaji maarufu MC Pilipili amefariki huko jijini Dodoma. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba alikuwa akienda kwenye shughuli zake za kila siku za ushereheshaji wa maharusi, na kifo hiko inaelezwa kimempata ghafla tu wakati akijiandaa kwenda kwenye shughuli hizo. Sasa kupitia Ayo TV amesikika MC Garabi akiwa anazungumza na alikuwa anahojiwa, anasema hata yeye amechanganyikiwa kiukweli, lakini amebahatika kuingia mochwari na kuona mwili wa MC Pilipili ukiwa umelala. Kwa hiyo MC Garabi anasema taarifa za MC Pilipili kufariki ni za kweli, ingawaje wakati huo alisema kwamba anasubiri sasa taarifa rasmi kutoka kwa madaktari kwa sababu hawajazungumza chochote, lakini yeye kwa macho yake amemwona MC Pilipili amelala mochwari. Ni huzuni kweli kweli, ni kifo cha ghafla, hakijategemewa. Mimi kimenigusa pia kwa sababu MC Pilipili alikuwa ni moja kati ya makaka zangu ambao walikuwa kinipa ushauri mkubwa sana wa kimaisha, lakini vile vile mambo mengine mbalimbali. Na hata mara ya mwisho nilionana naye juzi tu hapa, alinitafuta yeye, nitakuwekea hapa chati zangu, alinitafuta yeye akanihitaji tuonane. Mara ya mwisho wakati naonana naye, ama lengo la kutaka kuonana na mimi, alikuwa anataka afungue podcast ambayo yenyewe itakuwa inazungumza kuhusu mambo ya kimungu, mambo ya kiroho, kuhamasisha Watanzania wamrudie Mwenyezi Mungu, wasali na mambo mengine. Kwa hiyo nilimpa highlights za vitu gani anapaswa kuvifanya wakati huu ili aweze kufungua hiyo podcast itakayokuwa ikijihusisha na masuala hayo. Kwa hiyo niliongea naye almost masaa kama matatu hivi, tulikuwa tumekaa pamoja pale Tabata Bima, na nikamsaidia baadhi ya vitu. Akaniambia kwamba yuko mbioni kufungua podcast hiyo, lakini bahati mbaya hii leo taarifa hizi zimekuja hapa, na nimekuwa nikiangalia progress zake. Bila shaka alikuwa tayari ameanza sasa kutease ujio wa hiyo podcast. Hata hii video ambayo unaiona hapa ndio hiyo sasa, alikuwa kwenye maandalizi ya kuja na hiyo podcast. Posti zake 3 za nyuma, MC Pilipili ndani ya siku 3 zilizopita alishare picha akiwa pamoja na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, akawa anampongeza hapa, akasema hongera sana mjomba Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, Mungu akuongoze, akupe umri mrefu na hekima zaidi, tunajua unaipenda Tanzania, haya ni majira yako, nenda ukastawi sana, aliandika hapa MC Pilipili. Lakini baadaye akaposti tena video hiyo sasa yenye mfumo wa podcast, akawa ameandika hapa, hata lini utaendelea kulia, neno hili ni kwa ajili yako, nimekuombea siku ya leo, futa machozi, simama tena, anza upya, Mungu ana muujiza wako. Kwa hiyo ilikuwa kwenye wakati ambao nitakuwekea hii video, utamsikiliza alichokuwa amekizungumza. Lakini vile vile posti yake nyingine akawa anazungumza hapa kuhusu utaratibu wa kufanya maombi yake, Jesus Online, just focus on Jesus, wasikutoe relini. Anasema Yesu mtandaoni, social media zetu ni madhabahu, kaa tayari kwa revival ya neno la Mungu na hekima ya hali ya juu na ucheshi wa aina yake katika mtandao yote ya MC Pilipili Online. Nenda ka subscribe YouTube now Pilipili TV. Kisha hakikisha umenifollow Instagram MC Pilipili, Facebook MC Pilipili, TikTok MC Pilipili. Akaweka hapo na namba yake ya WhatsApp, akasema okay, akawa anaainisha pia na mitandao mingine. Unaona, kwa hiyo ndo alikuwa yupo kwenye hatua hizo za mwishoni kabisa kuhakikisha kwamba anakuja na hiyo podcast yake. Yes, kwa hiyo hii alikuwa ana promote masuala ya kimungu zaidi. Lakini nyingine hii ya masaa 13 tu, maskini ya Mungu, ilikuwa iko shared hapa. MC akawa ameandika, amepost kwenye page yake, akasema kwa nini mtu anaweza kurogwa?
soma hadi mwisho. So akawa anataka watu wasome andiko lake hili. Andiko hili limebeba ujumbe mzito kiukweli. Post yake ya mwisho ilikuwa ni tangazo la kubook huduma yake ya UMC. Akawa ameandika hapo akasema, True love never die, MC wa dhahabu, sherehe ni furaha na sisi tunakuja popote ulipo. Kwa hiyo akawa ameweka mawasiliano yake pale. So kwa kifupi nimejaribu kukuletea vile vitu vya mwisho ambavyo MC aliviposti na taarifa hii ya awali kutoka kwenye mitandao pamoja na MC Garabi. Kwa taarifa zaidi nitakuwa nakuletea hapa, na Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu la pema peponi. Amen.